Libarikiwe sana. Ni kama baridi inatushika. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia kwa utukufu wa Mungu. Chapa makofi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwanza ndaanza kwa kumshukuru Mungu. Mungu alifanya mambo makubwa tena maajabu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Isingelikuwa Mungu kuwa pamoja na sisi hatungelionekana hapa jioni ya leo. Ni kweli tumepanga, lakini ni mapenzi ya Mungu tukue hapa. Amen, amen. Baadhi ya wengi wangetamani kukua hapa shie. Na kwa hiyo tutashukuru Mungu tukimwambia uko mwema kwa yote ambayo unatenda kwetu. Amen, amen. Mie kibinafsi nilikuwa nawaza kwamba pastor mweko na tumbu njoo tumaliza tosha mapepo. Nilikuwa nawaza ya kwamba pastor mweko tuna sauti ile njoo mwenye anaweza ubiri. Lakini siku nilijikutaka mwa hii jambo, sikujuaka ndakimbilia wapi na ndapitia wapi. Nikakuwa tayari kukubali ili niende sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Amen. Kwenye Mungu alinitoa ni mbali, singelijiwezea mwenyewe. Lakini kwenye niko naenda siyapafika, lakini hapa kwenye nimefika tayari ni kwa neema ya Mungu. Amen, amen. Sitakosa kumshukuru mzee wangu ambaye ni mchungaji wa kanisa letu. Ni baba ambaye amenilea toka mimi naanza kila kitu na mpaka hapa kwenye niko. Amen, amen. Nazoeaka sema hii jambo, nasemaka unaweza kuwa bonjour. Kama kocha kutiake mterrain, hakuna mwenye atajuaka kama ulikuwaka najua chezi. Na utakufa na talanta yako na haitajulikanaka kwa watu wengine. Amen, amen. Sasa ukiona mtu anakupa nafasi ama anakusamini kwa jambo fulani, ni heri kumshukuru na kujua kwamba Mungu anapitia huyo mtu ili mimi nikuwe nafasi fulani. Amen, amen. Na kwa hiyo namshukuru mzee wangu ambaye ni baba yangu. Baba, asante sana. Amen. Na Mungu endelee kukua pamoja na wewe. Nashukuru pia baraza lote nzima pamoja na wenzangu ambao ni wainjilisti na wenzangu wafanyakazi, washemasi na nyinyi pia wenye mlifika siku ya leo. Mungu azidi kuwabariki. Unajua kuacha mambo yako juke usikie maneno ya Mungu ni jambo haiko ya kawaida kwa watu wa moja wa moja. Ni sacrifice. Huko wenye waliacha biashara town, huko wenye waliacha makazi na wakalomba hata konje juu wapie kusikia neno la Mungu siku ya leo. Na acha nikuambie ya kwamba hatukuyaka mkanisa juu tusome Biblia, lakini tunakuyaka mkanisa juu tuelewe Biblia. Amen, amen. Tuelewe maandiko matakatifu inayokuwa ndani ya Biblia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na sitazungumza hapa juu ya watu yote. Ndazungumza hapa juu ya mtu mwenyeko tayari kusikia kenye Mungu atasema kwa ajili yake. Amen, amen. Haiko shiwo wote ndio tutasikia. Kuko mwalikui hapa angalie litapitikana leo, na kuko mwalikui hapa kuangalia kama rafiki yake naye atafika. Na kuko ule mwalikui tu asikie nini Mungu ataongea kwa maisha yake siku ya leo. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha nikusumbue kidogo, utenda kusimama ili tulete usomi wa maandiko matakatifu. Utakuwa tu wima kwa kuheshimu neno la Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 32 mstari ule wa 7 mpaka wa 8. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Na mtumishi mwingine atanitayarishia Mwanzo 45:6 anaruka kunefu mpaka ku 11. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 45 Mwanzo 45 anasoma 6 anaruka nefu mpaka 11. Nasoma kutoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu. Wakasema, hiyo ndiyo miungu yako Israeli iliyokutoa katika nchi ya Misri. Amen. Atakayesoma nitamwambia muda ambao atakayesoma tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo ya jioni ya leo kinasema, kwa nini tunasahau haraka? Pourquoi nous oublions vite? Watu wengi ndani ya dunia wanasahau haraka. Watu wengi
wanafanya mambo ambayo haifai kwa sababu walisahau haraka. Amen, amen. Mtu yuko mwepesi kusahau mema aliyotendewa na mtu, na mtu yuko mwepesi kusahau mema aliyotendewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mama anaweza kuwa mjamzito, na kwa kuogopa machungu ya kuzaa, kwa kuogopa ni kama naweza kufa na mimba, anasema Mungu, ukinipitisha kwa hiki kipindi nitakufanyia jambo fulani ndani ya kanisa. Nitaweza uza instrument, nitaweza uza biti fulani ndani ya kanisa. Lakini wakati Mungu anampitisha ile kipindi na anaona mtoto kwa mikono, anasahau ya kwamba Mungu alifanya akuwe na mtoto na azali kwa amani na salama. Amen, amen. Mtu anaweza panga safari ya kwenda Kampala na anasema Mungu, nikienda na mimi narudia bien, nafanya jambo kwa ajili yako. Amen, amen. Amen. Lakini ataenda na narudia, anasahau venye Mungu alifanya. Anasahau kama Mungu alimwepusha na maajali mbalimbali ndani ya barabara. Na wakati anarudia, anasahau kile kenye angipashwa mshukuru wako Mungu. Amen, amen. Kusahau ni nini? Kusahau ni jambo ya kustokumbuka ama kufahamu tena kitu kenye ulipitia ndani katika maisha. Inaweza kuwa habari fulani, inaweza kuwa sherehe fulani, na inaweza kuwa ama mtu fulani mwenye unaweza kuwa kumemsahau. Amen, amen. Mumaisha kuko jambo zenye hautakiwi kusahau. Hautakiwi kusahau mtu mwenye alikutoa katika njia fulani na kukuelekeza katika njia nzuri. Hautakiwi kusahau mtu mwenye alikusaidia wakati ulikuwa mkiza akakuonesha mwangaza. Hautakiwi kusahau mtu mwenye alikukuta mshimu na akapitiwa kwa mtu fulani. Amen, amen. Kama Mungu anataka kusaidia mtu, anapitia mtu fulani juu asaidie ule mtu. Amen, amen. C'est pourquoi mimi mu maisha yangu toka nianze ona na mpaka kwenye nimefika, sina budi ya kukosa kushukuru mtu mwenye alinifanyizia jambo fulani. Na ndio maana kila etape ya maisha yangu napasha kuambia makuu ya Mungu alifanya kupitia mtu fulani. Kama huko hapa ushaka nipatia 1000 shele yako wakati nilikuwa kama mshida, hata kama unanikosea ndachuu umenikosea, lakini sitasahau kama ulinitoshaka mshida. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa nasoma na mimi namaliza 6e des humanités, nikaenda fanya jeune episde pale Bukavu. Na mwile kipindi Bukavu wakati unaanza universite au valake tena uniforme. Amen, amen. Au valake tena uniforme. Sasa tunaanza semene ya kwanza, kila mtu mwenye anatoka uniforme atapenda aanze vala. Ile mango yake yote yenye alikuwa anashinda kunyuma kwa vala tu dimanche, ifuanze zivala sasa kwa masomo. Na mwa ile wakati semene ya kwanza kila mtu ashashanje mambo yake yote. Semene ya pili unaanza rudilia, semene ya tatu unaanza kosa cha kuvala. Amen, amen. Pyote ulishavivala. Na kuko wengine bakujiweza wenye yeye dilendi au samedi dimanche iko na changer kila siku. Sasa wewe mwenye una ile uwezo unaanza kosa vile kosa cha kufanya. Amen, amen. Sasa kulikuwa mtu mmoja alikuwa anamuita Olivier. Huyu Olivier alikuwa grand frère wa mamangu mkubwa, na huyu ndio alinisaidia kwa ile kipindi. Na siwezi sahau chenye alifanya kwa ajili yangu. Amen, amen. Sasa huyu akaanza kuwa ananiachia manguo. Shida kwenye alikuwa mfupi memnene. Amen, amen. Alikuwa anavala numero 40 ya kiatu, mimi nilikuwa vala 38. Amen, amen. Sasa inabidi nichikaze ile kiatu yake nienee. Natia matapi inaenda mimi nikikuya kwako mbele nifike kumlango, kiatu kinaweza piga hoti na siafiki. Juu ni mrefu kushinda mkulu yangu. Amen, amen. Sasa mimi navala ile pantalo inakosa pepe kale ndio aliniachia kale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naweza shukuru batayere wote bebiko hapa. Mungu awabariki sana. Batayere wanatusaidiaka. Kama kuko jene hapa najua hii jambo. Batayere wanatusaidiaka. Sasa ile mapantalo za Olivier wakati ananipa hayo, mimi nibeba kwa tayere, banaipunguza kufitting yangu. Me problem mfuko ya huku nyuma na ya mbele vinakutanana. Amen, amen.
Sasa benzetu wanakuwa najua kama ndio style ya mapantalo zangu vile ndio tu zinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipunguza ukivala t-shirt yake unakuwa sasa vile insere sim card. Unakitia simu telefoni kisha haiafishe maana mwele t-shirt yake ifote na wendo nitaye. Amen amen. Sasa mwa ile njia akanisaidia sana na nikafikia kumaliza mwaka mwa ile njia ya pili na niko reconnaissant kwa hiyo. Amen amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Ndio maana katika kitabu cha Luka sura yake ya 6 mstari wa 31 inasema hivi. Na kama mnavyotaka watendeeni vivyo hivyo. Amen. Amen. Pia unataka wakufanyizie na wewe ubifanyizie ule mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ifo tunakuwa reconnaissant mu mambo yote yenye bali tufanyizia. C'est pourquoi Israël Mungu alibatosha Misri iko na babeba Kanani. Wakati Mungu anabatosha Misri iko na babeba Kanani, bakafika nafasi moja bakasahau matendo makubwa yenye Mungu alitenda kwa ajili yao. Na bakafanya mambo yenye limsirikisha Mungu. Amen amen. Amen. Kama kuna yule ambaye alipata pale kwenye nilisema tutasoma Mwanzo 45:6 anaruka ku 9 mpaka 11. Anaweza tusaidia na usomi karibu. Genèse chapitre 45 verset 6 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Verset nasema kameni haraka mwendee baba yangu mkamwambie hivi ndivyo asemavyo mwanangu Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. 10 nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami wewe na wazao na wana wa wana na wanyama wako, ngombe zako na yote ulio nayo, nami nitakulisha huku 11 maana bado imesalia miaka 5 ya njaa, usije ukaingia katika uhitaji wewe na nyumba yako na yote ulio nayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana nalibarikiwe. Hapa Joseph alikuwa anaongea na kusikia sauti ya Mungu. Amen amen. Jacob ni mtu mwenye Mungu alikuwa anatumika na yeye. Jacob alianza itwa Israel wakati alipigana usiku mzima na malaika na kashinda ule malaika, Mungu akambadilishia jina na akaanza itwa Israel. Sasa Israel ukisikia wanasema taifa la Israel manake ni watu wenye wanatoka ndani ya viuno ya Jacob. Amen amen. C'est pourquoi jina yako inaweza kuwa taifa mzima kama unajua jinsi gani ya kutembea na Mungu. Amen amen. Ilikuwa jina ya Israel lakini ikakuwa taifa ya Misri, balikuwa watu 70 lakini walikia toka watu 600,000. Na wakati walitoka 600,000 hawakusabia batoto na hawakusabia mama. Amen amen. Sasa koma waliingia katika nchi ya Misri. Wakati moya upeti wanaita Joseph alikuwa mtu mwenye Mungu alikuwa anatumia sana katika ndoto. Amen amen. Alikuwa mtu mwenye Mungu alikuwa anatumia sana katika ndoto. Sasa Joseph akilota juu ya maisha yako manke ni fix. Joseph akikulotea unakufa manke uanze tu ujue ende mbinguni. Amen amen. Joseph akikulotea utapata la manake njoo vile. Sasa Joseph akalota kitu yenye bandugu yake hawakufurahia. Wakati analota kitu yenye bandugu yake hawakufurahia, ikatuma bandugu yake wanamuuzisha katika nchi ya Misri. Na alipofika nchi ya Misri, Mungu akaendelea na mtumie akaresoudre problem yenye ba Egyptien bote walishindwa kuresoudre, ikamfanya kuwe osome. Amen amen. Ikamfanya akuwe mkubwa katika nchi ya Misri. Na Mungu akamuinua. Sasa masiku zilipopita njala ikaingia. Wakati njala iliingia, watu wote wakakuwa nenda nunua chakula pale Misri. Wakati ndugu zake na Joseph wanakuya pale, bakagundua kama mwenye anabauzishaka chakula ni Joseph. Sasa bakaenda pasha habari kwa baba yao ambaye ni Israel, Jacob. Sasa Jacob akasikia ile habari hakuielewa vizuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akasikia miumbi ya kutoka kwa Joseph. Joseph anasema, mzee, toka kule njala itakuua, kwa msao ukuye hapa Misri, mimi nitakupa fasi kutekala. Na ndio gisi taifa la Israeli walikuya vile. Joseph wakati anaita mzee wake alikatala sana. Hakukuwa anataka kwenda, lakini huko vitu ile vilituma naenda. Kitu cha kwanza ilikuwa njala. Njala ilipita kipimo. Kitu cha pili ilikuwa mwaliko ya Joseph. Kitu cha tatu ilikuwa confirmation ya Mungu, na kitu cha nne ilikuwa plan ya Mungu. Kila mara unaweza tembelea plan ya Mungu, itakupitisha katika vipindi fulani fulani, vinaweza kuwa vya nguvu, lakini ni plan ya Mungu. Amen, amen. Na ndio maana watu wengi wanaderute njia yao kwa sababu walipita mvipindi fulani yenye hawakujua kudiscerne mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Israeli anafika pamoja na watoto wake katika nchi ya Misri, wanawapatia nafasi moja wanaita Goshen. Pale Goshen ndio kubalianza ikala, wakaishi vizuri sana. Masiku zilipopita, Joseph akakufa, na mfalme mwenye alikuwa anajua Joseph naye akakufa. Wakati mfalme anakufa, mfalme mwaliingia pale akasema neno, akasema ya kwamba taifa la Israeli banaendelea na kumala sana, banaendelea na ongezeka. Sasa tuwatendee akili. Na njoo esclavagisme ilianzia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Taifa la Israeli bakakuwa ba esclave. Pourquoi? Parce que mfalme mwenye alikuwa ule farao akasema kwamba hapa bakiendelea na ongezeka, bateza jiunga na badui wetu kisha wanatupiga juu batoke ndani ya nchi hii. Amen, amen. Sasa akabafanya kuwa ba esclave. Israeli ikateseka mwa ile njia. Amen, amen. Israeli ikateseka mwa ile njia, mateso ikaanza. Ukikuwa esclave hauna droit kwa maisha yako. Ukikuwa esclave kuko mtu mwenye kuna kutumikisha jinsi anavyojisikia. Baadhi ya watu wengi wako wa esclave ya mambo fulani fulani. Amen, amen. Kuko mtu mwenye ni esclave wa telefoni. Kuko mtu mwenye ni esclave wa impudicité. Kuko mtu mwenye ni esclave wa mambo ambayo inamfanya apotee katika njia zake. Amen, amen. Amen. Batu bengi sana niko ba esclave ya jambo fulani. Hata na wewe mwoko hapo unajua kinini kenye unakuwa kako akro. Kenye kinaweza tuma usitembeza sana mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Sasa taifa la Israeli bakaangamia na bakateseka sana kwa hii njia ya kuwa ba esclave. So walipoteseka sana wakakumbuka ya kwamba Mungu iko na naweza tenda, njoo bakaanza maombi. Bakaanza maombi. Mungu akasikia maombi ya Israeli. Wakati Mungu alisikia maombi ya Waebrania, Mungu akafanya mtu mwenye atakuya kuwatoa katika ile mateso, na njoo Moizi akazaliwa sasa hapo. Wakati Moizi anazaliwa, alizaliwa wakati mgumu ambayo walikuwa naua kila mtoto mwanaume mwenye anazaliwa katika nchi ya Misri kama ni Mwebrania. Sasa Mungu anakamataka wale bavaya hero, wale bagerie bakubwa, wale watu wenye atafanya nao mambo makubwa juu wapitie shida na matatizo ili kule mbele wakifanya vikubwa vyenye vitasikilikana dunia mzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu jamaa kazaliwa mkipindi yenye ilikuwa tu obligé akufe. Mais tellement ilikuwa mplan ya Mungu hakukufa, akakomalia mnyumba ya Farao. Amen. C'est pourquoi adui yako anaweza waza na kutesha, kumbe kunataka kufikisha kudestine yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa kakomana sana mtoto wa mfalme, lakini akafanya erreur. Wakati alifanya erreur, ile erreur yake ilikuwa mplan ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaua Misri, na kuua Misri ikamfanya akimbie Misri juu aende Midian. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipofika Midian kwa kuogopa Farao asimuue, akakutanana na Yetro na akakuwa mngere. Mungu anaweza fanya mambo, unatoka yulu na shuka chini juu tena kupandishe double. Amen. Mtu alikuwa mnyumba ya kifalme, anarudia na kuwa mngere, juu tena kepanda double. Amen, amen. Wakati Moizi anafika kwa Yetro, anaanza kuwa anaenda chunga makondoro katika pori, anaenda chunga. Siku mwamu kuchunga yake anakuta kijiti kiko kinawaka moto lakini hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe. Kijiti haiko mti. Kijiti iko sawa vile
iko sawa vile ime, lakini bumamiti wa kidogo kidogo kwa sababu bulifubala bunaotea fasi moja. Bumamiti wa kidogo kidogo bulifubala bunaotea fasi moja, ndio unafanya iko sawa vile buke. Amen amen. Sasa ile kitu ilikuwa na waka maitekete. Anapenda sogea, nasikia sauti inatoka mle nasema ondoa viatu vyako kwa sababu hapa ni mahali patakatifu. Akatosha viatu juu asikie kinini watasema. Na pale njoo Mungu aliongea na Musa mara ya kwanza. Akamwambia hivi, wewe mimi nataka kutuma wewe ndio tosha taifa langu katika nchi ya Misri ambao ni watumwa juu waende katika nchi yenye ndawaongoza. Amen amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Musa alikatala sana. Bwana Yesu asifiwe. Musa alikatala sana, na kila mtu mwenye anaonaka kazi yenye Mungu anaweka kwa mabega yake anasemaka sitaweza hii kitu. Amen amen. Sababu iko na pua, akaona ndaenda kwanza Misri. Kwanza niliacha mimi na wao Misri mmoja. Nikifika tu ananikata kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine sijue sema. Wakati anajitetea analeta masababu, Mungu anamwambia Peti, uko na nini mkononi? Amen amen. Hapa ndio Mungu aliuliza Musa ya kwamba uko na nini mkononi. Hakumuuliza wakati anafika mbele ya bahari ya Shamu, hapana. Hapa ndio Mungu alimuuliza uko na nini mkononi. Musa akasema niko na fimbo. Amen amen. Amen. Wakati alisema iko na fimbo, Mungu akamwambia tupa hayo chini. Alipotupa fimbo chini, fimbo ikageuka nyoka. Mungu akamwambia kamata hayo, lakini ikamati kumkia kichwa kwa chini. Amen amen. Wakati alikamata kumkia ikageuka tena fimbo. Pour dire que Musa hakukuwa tena natembea na fimbo, lakini alikuwa anatembea na nyoka mkono. Amen amen. Na wakati alipokuwa nayo mkono, Mungu akamwambia ndakufanya Mungu mbele ya Farao. Amen. Haleluya. Akamwambia ndakufanya Mungu mbele ya Farao. Koma Musa atakuwa Mungu mbele ya Farao. Musa atakuwa Mungu mbele ya Farao parce anashika deja Mungu mwenye Farao anaomba. Ukiangalia katika Apocalypse 12 pale verset 9, utagundua ya kwamba kule zamani kule mbele kulikuwa joka kubwa mwenye walitupa ambaye ni Leviathan, na njoo shetani mzima Ibilisi. Na ule njoo mwenye Farao alikuwa anaomba. Sasa Mungu akamkamata shetani akamtia mikono ya Musa. Porque sa Farao anaomba, maombi yake inafika directement kwa ule nyoka ambaye Musa njoo ataongoza. Amen. Amen amen. Donc Musa atakuwa Mungu mbele ya Farao parce yeye ndio ataanza jibia maombi ya Farao. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Pana mtu ananielewa? Ndio. Kama kuko mtu ananielewa fanye hivi. Amen amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hauwezi enda kwa mtu wenye nguvu umbebe vitu vyake na uyamfunga kwanza. Amen amen. Inabidi kwanza ufunge ule mtu njoo utwale kenye unajisikia kutwale. C'est pourquoi Mungu alikamata Mungu wa Farao akamweka mikono ya Musa. Juu sa Farao anaomba, Musa njoo ajibie maombi ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Après 40 pale Musa akashuka tena Misri, anaenda leta taifa la Israeli. Alipofika mbele ya Farao, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipofika mbele ya Farao akamwambia Farao, mimi nakia tu wala Waebrania baende waombe Mungu wao ndani ya jangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao alicheka sana. Alicheka sana na akasema, "Wewe utwale taifa uibebe. Bitakuwa nani mwenye nakutuma?" Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akamwambia, "Niko njoo ananituma." "Niko njoo nini? Preve iko wapi?" Akakamata fimbo akatupa chini ikageuka nyoka. Farao hakureconnaître kama Mungu wake deja shaka mikono ya Moizi. Amen amen. Akaita naye ba magicien yake nao wakatupa mafimbo zao zikageuka nyoka. Lakini cha kushangaza fimbo ya Musa ikameza zile manyoka zote za wale ba magicien ba Farao. Mais Farao hakukomprendre pourquoi ilimeza zile manyoka. Parce que yo ni nyoka ya zamani yenye walitupa kutoka mbinguni. Sasa yo ndio lizalaka ile manyoka zote hazina poa ya kuikombate. Amen amen. Ikafikia kuzimeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao hakuelewa. Haikuishia pale. Bakashuka ku Fleuve Nil. Balipofika ku Fleuve Nil, Musa Mungu akamwambia piga fimbo juu ya maji. Lakini haiko Musa ndio alipiga fimbo. Mungu aliambia Musa apatie Aaron fimbo juu apige yule ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuambiaka Musa apige yule ya bahari ya Shamu. Hapana. Alimwambiaka njoo apige fimbo
juu ya fleuve Nile, na alipopiga fimbo maji kageuka damu. Pourquoi maji iligeuka damu? Amen, amen. Maji iligeuka damu parce ukiangalia mu Genèse, pale verset 2, chapitre 2 verset 7. Chapitre 2 verset 7. Na ukiangalia Genèse 3, ile chapitre yote utapata pale zile habari. Amen, amen. Wakati Mungu anaumba mtu, aliumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Na wakati shetani anadanganya Adam na Eve, Mungu anamwambia shetani, wewe depuis leo utaanza tembea na tumbu na utakula mavumbi. Amen, amen. Akaongeza akamwambia, utaluma mwanamke kisingino naye atakukanyaga kichwa. Jina la Bwana libarikiwe. C'est pour dire que Mungu akapatia shetani uwezo wa kukula kila mtu mwenye haende sawa na mapenzi yake. Amen, amen. Parce que Mungu anamwambia shetani, wewe utakula vumbi. Oro mtu aliumbwa na mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. C'est pourquoi ça Musa Aaron apiga fimbo. Wakati anapiga fimbo ku fleuve Nile, maji inageuka damu. Ile nyoka yenye ilikuwa mkono yake, kwa sababu mkia ilikuwa kumkono na kichwa ndio ilikuwa juu ya maji, ikatapika ile damu ya watu wote wenye ilikuwa kesha kula, na maji kageuka kuwa damu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Farao alipoona ile vitu, hakuelewa. Ba magicien yake nao wakafanya vile vile. Na ndio piko zikaanza sasa pale. Na ima piko zilikuwa juu ya nini? Ima piko zilikuwa paske Mungu alitaka atoshe taifa la Israeli Misri kwenye mateso, jua wafikishe katika nchi ya asali na maziwa. Na mbele ufike nchi yenye unatakiwa kufikia ndani, inabidi upitie mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. C'est pourquoi unatoka Kongo, unafika hapa Uganda, juu ni fasi fulani. Hapa uko challenge zenye utapitia. Inabidi ujiseme uje kama inabidi nimalizane na hizi hapa juu niende. Nasemaka hivi, kila mtu iko na mission yenye atafanya hapa Uganda. Wakati mission yako itaishi hapa Uganda, kama uko mplan ya Mungu, utaenda directement nchi yenye Mungu atakupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu ya pili Musa alifanya, Musa karuhusu magrenouille zipande katika mji, zikaingia mpaka mshamba la Farao, zikaingia manyumba ya Misri. Lakini Farao hakuacha taifa la Israeli. Mungu akaruhusu tena Musa afanye mamistike zikuye, matolotolo zikuye, lakini Farao hakuacha taifa la Israeli. Mungu akaruhusu tena mamushe, mainzi zenye ziko na masumu zikuye, lakini Farao hakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pigo ya tano ilikuwa kifo cha minyama. Manyama za Misri zikakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi ikaanza nuka, lakini Farao hakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha sita, vidonda vya tumbo vikakuya, hakuacha. Mvua ya majiu. Biblia inasema mvua ya majiu. Sasa sijue kama ningekuwaka pale, ningefanyaka ile mvua ya majiu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ningekuwaka pale, ningekuwa Mwebrania. Amen, amen. Ndio ile mapigo yote ilikuwaka tu ni kwa Wamisri. Amen, amen. Baebrania wote wenye walikuwa Goshen. Sasa vile vyote vilikuwa nafika Goshen, vilikuwa naishia tu kwa Misri. Haleluya. Giza ikakuya, nzige zikakuya, giza 3 jours ikakuya, lakini haifika Goshen. Kisha kitu ya mwisho ambayo ilikuwa ya 10, ilikuwa mzaliwa wa kwanza kukufa katika nchi yote ya Misri. Kama ni imbu, mzaliwa wale wa kwanza nakufa. Kama ni tolotolo, mzaliwa wa kwanza. Kama ni nyengelele, mzaliwa wa kwanza. Ngombe, mzaliwa wa kwanza. Mtu, mzaliwa wa kwanza. Yenye lieparnie ba Israelite ilikuwa ile damu yenye walipakala juu ya malento. Amen, amen. Amen. Na ile ndio ilituma ba Israelite abakukufa mwa ile kitu. Lakini kuna kwa tu wale wakupuuzia. Hakuwezi kosa. Amen, amen. Ule wakudharau tu. Na pale ndio Farao anasema sasa, mimi nabaruhusu mwende. Wakati anaona mtoto wake anakufa, akasema nabaruhusu mwende. Wakati balishaenda sasa, Moiza anatoka kwa Farao, anatangaza habari ya kwamba anataka aenda. Lakini Musa akasema neno. Akasema hivi, Mungu
kama wenge na shini hatutatoka hapa. C'est pourquoi safari yote yenye utakamataka shirikisha Mungu mbele. Bikianza shindikana munjia, unaambia Mungu ya kwamba uliniambia utaenda na mimi. Amen, amen. Kuko mwingine atatoka naenda mesali na shindikana, anaanza laumu Mungu. Oro Mungu akukua mbi yake. C'est pourquoi Moïse alielewa ya kwamba kama tuende na Mungu hakuna kutafikia. Mungu akawaambia kwamba mimi naenda na nyie mchana kama vile nguzo ya wingu na usiku kama vile nguzo ya moto. Juu tutembee usiku na mchana. Lakini kulikuwa jamaa mmoja anamuita Kora, akashimama, alikuwa Mlawi. Huyu jamaa alikuwa anatumika na Moïse na alikuwa anatumika na Aaron. Alikuwa na poste ya msacerdoce na alikuwa anatumika pamoja na hapa watu. Amen, amen. Amen. Lakini huyu alikuwa anataka sana kupinga Musa. Alikuwa anapenda kuwe pretre naye sa Musa, akasema Musa iko najiona kushinda watu wengine na katia watu wengine mrebellion yake. Hao watu baadhi ya bakosake na tao mkanisa yetu viko. Ni waseme majina. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Muniambie kama ni waseme majina. Bali abakosake wa kupinga tu anakuwaka. Sasa na ule ndio mwenye anafanyaka mwenye iko na pingwa afikie ngazi fulani. Amen, amen. Huyu jamaa alikuwa anajua karte bien. Alikuwa anajua kama kutoka Misri mpaka Kanani ni 11 jours. Kama kuko watoto, bazee na minyama mtafanya 13 ama 15 jours. Lakini sasa Mungu anaongoza taifa la Israeli, anabaongoza mbele ya bahari ya Shamu. Palipofika pale, huku hivi milima, huku milima, mbele huko bahari, nyuma majeshi wa Farao wanakuja. Amen, amen. Wakati majeshi wa Farao wanakuja, Kora akasema niliwaambia nini? Jamaa alikuwa anapenda tu tuishi. Amen, amen. Jamaa alikuwa tunapenda tuishi. Lakini Musa akalilia Mungu. Akamwambia hii taifa, wewe ndio uliniambia nitoshi, sema. Ulisema utakuwa na shida. Amen, amen. Mungu akaambia Musa, nyosha fimbo yako juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyosha fimbo yako juu ya bahari. Musa kupiga maji, alinyosha fimbo juu ya bahari. Amen, amen. Ukiangalia Apocalypse 17 verset 1, utakutana kuko kahaba mwenye anakaa juu ya maji mengi. Ule kahaba mwenye anakaa juu ya maji mengi, ukiangalia bien bahari ya Shamu nayo ni maji mengi. Kubatu wenye maisha tembea sana mwa inchi fulani fulani, kuko mamitoni zenye hawezi vuka kama kupana sacrifice. Kuko mamitoni zenye hawezi vuka. Sasa si Kongo kuko mtoni yenye bato hawezi pita kama wakumwanga masaki ya chumvi pale. Amen, amen. Sasa ukahaba mwenye alikuwa juu ya maji, wakati alipoona Musa ananyosha fimbo, yeye hakuona fimbo, akaona nyoka ambaye ni ibilisi, ambaye ni shefu wa mapepo. Na akakuwa obligé afungule njia parce que shefu wake iko anotage mikono ya Musa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shefu wake iko anotage. Kila mfalme mwenye wanakamata taifa lake alifanyake fujo. Taifa lake linashukaka juu asiue mfalme wao. C'est pourquoi ule kahaba walikuwa juu ya maji, anapoona nyoka akasema hata acha nifungule wapite. Na njoo maji kafunguka. Amen. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haiko njoo alifungula maji. Aliambia Musa fungua maji wewe mwenyewe. Jua nini alimwambia vijua ndio kama alishampatia pouvoir ya kufanya ile kitu. Amen. Kuko pouvoir yenye uko nayo yenye inabidi na wewe mwenyewe uitumikishe sawa sawa na kisi Mungu anataka uitumikishe. Walipovuka taifa la Misri banakuya, banafika mfleve, kahaba mwenye alikuwa juu ya fleve anaona hapa bana laisser passer, akafunga maji kabameza wote. Ukumbuke kwamba taifa la Israeli ile wakati habakuwa na arme. So Mungu akatumikisha natire juu ikwe arme ya taifa la Israeli. C'est pourquoi maji iliua arme ya kwanza yenye ilikuwa mdunia ilikuwa wale wa Egyptian. Sasa Israeli haingeweza kuwapiga. Ilibidi Mungu abapige mwenyewe na natire. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pale walishavuka. Amen, amen. Amen. Yo mtu mmoja sasa anachomoka na nyimbo. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Miriam anaanza imba pale. Sifa zinapanda. Taifa la Israeli
Banasikia furaha kutoka katika nchi ya Misri ambao walikuwa wanateseka sana. Lakini haikuishia pale. Balisikia njala, balisikia kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ile yote Mungu alikuwa anawasaidia. Walikula mikate ya kutoka mbinguni, walikula makuku za kutoka mbinguni. Na vile vyote hawakuviona wakati walifika nafasi fulani. Amen, amen. Bakasikia kiu ya maji. Mungu akamwambia Musa, ongea na lijiwe itatosha maji. Musa pale ongea na lijiwe, akapiga lijiwe defwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndio ndafungula parenthese ya kusema kwa nini Musa hakuingia Kanaani. Amen, amen. Pourquoi Musa hakuingia Kanaani? Kuko kitu kenye kilikuwa kinafichwa hapa. Amen, amen. Musa kuingia Kanaani parce que Kanaani ina respecte ile loi yenye Mungu aliambiaka Israeli. Akawaambia kwamba popote kwenye utakanyaga miguu yako utamiliki ile nafasi. Amen. Amen, amen. Na ile wakati Musa alikuwa shakuwa mzee, alikuwa na 20 ans. Wakati Musa yuko mzee, kila mzee mwenye ashazeeka sana anakuwa na fimbo yake ya kutembelea. Na ndio maana Musa alikuwa anatembea na ile fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa angiingia Kanaani, haiko yeye ndio angiingia wa kwanza, lakini fimbo ndio ingiingia wa kwanza. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa mbele, Musa anakuya, kisha taifa la Israeli. Donc Mungu angivuka, kisha Musa anavuka, chato taifa inavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haiko Musa ndio angiingia parce que alikuwa na fimbo. Kila mzee anatembelea na fimbo, fimbo yake ndio inakuwaka mbele. Donc limite ya kuingia Kanaani, fimbo ndio ingiingia mbele. Na ile fimbo ni nyoka ambaye ni ibilisi. C'est pourquoi nyoka angimiliki kwanza ile nafasi avant taifa la Israeli limiliki. Sasa Mungu akupenda shetani aanze miliki ile nafasi avant Israeli. C'est pourquoi nenda ambia Musa, wewe panda kumulima, utaona Kanaani lakini hautaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utaona Kanaani hautaingia. Musa akapanda na njoo akakufia pale. Lakini pale kwenye alikufia njoo kwa fimbo yake ilibakia. Njoo maana utakiangalia wakati mjite inaweza kuwa Mungu anatuma malaika akuye akamate mwili wa Musa, anaanza diskite na shetani pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alitokea wapi? Ile fimbo ya Musa. Ule malaika anamwambia, wewe unapaswa nipatia hii mwili. Shetani anamwambia, bongo yako, Mungu mwenyewe ndio mwenye alinitia mikono ya ujamaa. Sasa nikupatie yale pourquoi? Najua nini shetani anapenda kugombania mwili wa Musa. Parce que mwili ya Musa ilifanya vitu vya mingi sana. Amen. Ambayo shetani angetumikisha mwili wa Musa, angelifanya watu wanakuwa ba idolata. Parce que yenye Musa alifanya ni vitu vya mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo sasa unakia kuta Mungu mwenyewe ifo ashuke juu akikamata mwili wa Musa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Yesu Kristo anavala mwili anakuya. Akaenda mjangwa panda. Kiangalia vizuri njia yenye Mungu alipitisha Israeli, bangifanya 40 jours ndani ya njia, lakini walimirmire na bakahasi, bakafanya 40. Lakini Yesu alikuya akafanya 40 jours na kunungunika hata kidogo. Alipomaliza ile 40 ndio alifika pale kwenye Musa alikufia. Amen, amen. Na ndio anakutana sasa na shetani. Wakati anakutana na shetani pale, banaanza ongea. Amen. Shetani anaanza mwambia, wewe panda pale ujitupe, malaika watakukamata. Kamata ili jiwe, uigeuze mkate. Lakini Yesu alimshinda, na wakati alipomshinda pale, ndio sasa wakati yenye Musa sasa anaruhusiwa kuingia katika nchi ya Kanaani. C'est pourquoi wakati ya transfiguration Yesu anapanda kumlima pamoja na wafasi wake. Yesu anaomba, Elia na Musa wanaonekana. Amen, amen. Pale kumlima ya Hermon. Mfuasi mmoja anaona, anasema ingekuwa heri tufanye vibanda vitatu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Musa hakukia ingia Kanaani, pourquoi alionekana pale? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na ndio kitu kenye kilituma Musa kuingia Kanaani, aliingia wakati Yesu alikuwa mtosha kwenye alikuwa na kushinda shetani, akaonekana ndani ya mji wa Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilitaka sema nini?
kila kitu kenye Mungu anaweza fanya kwa ajili yako usingelikuwa mwepesi ukisahau. Amen, amen. Taifa la Israeli baisha kula mana, baisha kula makuku, baisha kunya mai, baisha toka katika inchi ya servitude, banafika fasi mwa hivi banasahau. Musa anapanda kumlima nenda omba, banajenga ndama. Na banasema hii ndama ndio Mungu mwenye alitutosha Misri, na banatoea sadaka, banaifanyia masacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupendezwa na ile kitu. Sababu Mungu anasema katika makomandima zake kumwabudu Mungu huyu. Lakini Israeli bakasahau na bakaanza muabudu ule ndama. Pale Musa aliposhuka akasema benye biko upande wa Mungu wapite huko. Na benye wapenzi wapite huko. Bote wale wakio walikuwa 3000. Wale wote wakakufia mjangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paske Mungu hapendake mtu wa kumchangisha. Haleluya. C'est pourquoi haupashwe sahau kenye Mungu alifanya kwako. Kama shi wote tuko hapa ni paske Mungu alifanya kitu kwa maisha yetu. Ni paske Mungu alituwezesha. Na Mungu alifanya jambo paske isingelikuwa kupitia kwa mtu fulani. Amen, amen. C'est pourquoi mbele nimesema kila kitu kenye Mungu anafanyaka kwangu anapitiaka kwa mtu juu nipate kile kitu. Wakati wa mana ilikuwa ndani ya jambo. Lakini haitashuka tena. Leo inabidi tumekishe fulani juu nipate kitu fulani. Amen. Na mimi napashwa kuwa reconnaissant. Watu wa mingi sana haliko reconnaissant kumema banayotendewa na wengine. Haleluya. Watu wa mingi haliko reconnaissant. Mtu yuko tayari kusema mabaya juu ya mwingine lakini kushindwa kusema mema ya ule mtu. Mtu anaweza ndasukiwa msano. Bwana Yesu asifiwe sana. Anavala bien, anasukiwa, anapendeza. Lakini mwenye atamtapo nasikia sema anavalaka bien, menigulu. Pourquoi wasema tu anavalaka bien unaishia pale? Amen, amen. Sema tu compliment ya bien na uishie pale. Ile vingine vya kuongeza inakuwa kuteta. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujisikie kushukuru kwa yale yenye Mungu alitenda kwa ajili yetu. Sote hapa kama tukingali wazima ni juu Mungu yuko na plan na shi. Na kuko mtu mwenye Mungu alitaka asikie hii jambo siku ya leo. Mtu anaweza kupa tifra yake haiko juu uko nazo za mingi. Ni juu tu anasikia shida yako na ndio maana anakupa. Kumshukuru. Ule mtu haiko Mungu. Amen, amen. Anaweza kukosea tena pale. Hata na kukosea, kumbuka kama mbele pale alinipatiaka. Amen, amen. Na wewe mwenye uko hapo kuna moyo wa kupana, usichoke kupana. Hata kama wanakurudishia mabaya, usingelichoka na kupana. Mungu tu ndio mwenye analipaka. Watu wengi unasikia mimi nishachoka na kupana, paske bananirudishia tu mabaya. Kila kupana bananirudishia mabaya. Nikwambie juu ya nini uko vile? Paske wewe unangoya kule mwenye ulipatiaka ndio tena akikupatia. Ora vitembea yake vile. Ule molipatiaka akikuwa reconnaissant, ataweza kumbuka hata mtoto wako. Akikuwa reconnaissant, ataweza hata kukumbuka na wewe. Na haiko obligé kukusaidia tu nimsaidie. Wewe kama nimsaidie kuna kitu kenye uliandikisha mbele ya Mungu. Na Mungu yeye pekee ndio mwenye atakulipa kile kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama unanungunika juu ya mtu mwenye alikusaidia kisha akakukosea siku moja, jikaze mfungulie roho. Siku zote hatuwezi kuwa tu bema. Na ile ndio inakuwa kigumu sana. Mtu anaweza kupa leo, kesho kisiku anakuima unamshika mihali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jifunze sana kujua mema ya mtu alifanya juu yako. Pia usichoke kufanya mema sababu banakurudishiaka mabaya. Mungu iko na Mungu atatenda. Taifa la Israeli bamesahau jambo ya muhimu na ndio maana wamoja walikufa katika jangwa. Hawangelisahau yote yenye Mungu aliwapitisha ndani, wangekuwa wote wamefika. Lakini Mungu aendelee kuwabariki na kuwaonekania kwa jambo